kwa sababu bila kuijua historia ya Afrika tutaendelea kuwa watumwa siku zote wa mifumo iliyowekwa na wakoloni. Kumbuka, nikukumbushe kitu ambacho nimekuwa nikikiongea kwamba historia iliyoandikwa kwa damu hauwezi kuifuta kwa uongo wa kalamu ya wino. Waafrika tunaambiwa tusahau yaliyopita, wakati hakuna anayethubutu ama anayediriki kuwaambia Wayahudi wasahau yaliyopita baada ya Adolf Hitler kuwaua Wayahudi milioni 6. Ndio Kwenye kipindi cha utawala wa Adolf Hitler, kipindi kile cha miaka 1930 mpaka 45, wakati ambapo vita vya pili vya dunia vinamalizika. Lakini sisi tukumbuke, ukoloni umeondoka na maisha ya ndugu zetu wa Afrika tangu ilipoanza hiyo biashara ya utumwa. Yani kipindi cha ukoloni kimeondoka na maisha ya ndugu zetu wa Afrika watu milioni 600. Ikiwa hawa ambao ni watu milioni 6 na wana kila mwaka wana kumbukumbu hiyo ya kukumbuka vipi sisi ambao ndugu zetu milioni 600 wameondoka tunafanyaje? Lakini kikubwa ni kwamba jamii ya watu isiyojiheshimu ni ngumu kuheshimiwa na jamii zingine. Ni Mwafrika popote anapoenda anataka kukopu na yale mazingira, ajidai yeye ni wakule. Lakini angalia wenzetu, angalia Wachina, popote Mchina anapokuwa anajijua yeye ni Mchina. Angalia Mhindi popote anapokuwa anajijua mimi ni Mhindi. Mjapani popote anapokuwa anajijua mimi ni Mjapani. Mzungu popote anapokuwa anajijua yeye ni mzungu. Lakini kamwe Mwafrika hajitambui, kwa sababu Mwafrika anataka aende awe Ulaya. Hata namna ya kuongea, nilishangaa kisa kimoja ambacho kilinishangaza kidogo. Bwana mmoja Uingereza alikuwa ananisimulia, yuko Uingereza, wakati yuko anapita mtaani akamsikia bwana mmoja anaongea Kiswahili. Yeye ni Mtanzania bwana, akamsikia anaongea Kiswahili kwenye simu, kwa akajua yes, huyu ni Mtanzania mwenzangu. Lakini sasa alivyomkimbilia akaanza kumsemesha Kiswahili, jamaa akajidai lugha hiyo haijui. Unaona, na huyu yuko wapi? Yuko kule Uingereza. Hii yote ni kwa sababu ya utumwa wa fikra. Kwa ndio maana lazima tuanze kuiangalia historia, tuanze kurudisha hizo akili ambazo zimekuwa zimeoshwa, niseme akili ambazo zinakuwa zimeoshwa kwa namna hiyo. Nikukumbushe kitu ambacho tulikiongea siku ile. Wazee wetu wakiwa utumwani walifanya kazi kila siku, wakipewa chakula, maji pamoja na makazi. Sawa, tukaletewa uhuru wa Afrika. Tulipoletewa uhuru wa Afrika, wakatuanzishia mifumo, na hii mifumo nitaenda kuielezea vizuri hapa. Wakatuanzishia mifumo ambayo sasa mwisho wa siku mtu unasoma alafu unaenda unapata kazi. Na ukipata kazi, ule mshahara ule ndio unaenda kununua chakula, kulipa maji, alafu na kulipa kodi ya nyumba. Sasa hebu niambie tofauti ni nini hapo? Kwa unakuja kugundua siri usife. Siri usife, lakini sasa tulipewa uhuru bandia, sio tu usife, hapana. Yani tulipewa uhuru bandia, ndio maana yake. Kwa sababu kama wale wazee walifanya kazi kila siku zote, usiku na mchana wanafanya kazi, lakini huko wakiwa watumwa walipewa maji, wakapewa chakula na wakapewa na makazi ya kukaa. Na leo hii wewe unaenda unafanya kazi, sawa? Unafanya kazi, umeajiriwa tuseme, unafanya kazi, lakini pesa unayoipata inakusaidia tu kununua chakula, maji na kulipa kodi ya nyumba. Wewe una tofauti gani na wale wazee wa kipindi kile? Kwa ndio maana tunasema sasa Waafrika, kwa sababu ya kutokuijua historia yetu, na ndio maana tumebaki kule, utumwa bado unaendelea. Umeona, ni mifumo ambayo walitengeneza, na katika kutengeneza hii mifumo sasa wakaleta vitu ambavyo naenda sasa hapa kuviongea hapa. Nakumbuka bwana mmoja aliandika kitabu anaitwa Power Makeresia, lakini na mwingine Dennis Mpagaze nafikiri kuna kitabu chake alikiandika Wasomi Huru Gerezani. Nafikiri unakikumbuka vizuri. Ndio, unakifahamu. Sasa ukiambiwa wasomi huru gerezani kwa maana gani? Umeona, kwa sababu hata mifumo ya elimu waliitengeneza mifumo ambayo inakuja ni kwa ajili ya sisi tusome alafu tuende
waendelee kuwatumikia wao. Ndio wasomi huru gerezani. Ndio wasomi huru gerezani. Yaani umesoma kabisa. Ndio. Yaani na elimu yako vizuri, lakini bado uko utumwani. Uko utumwani. Yaani uko gerezani umefungwa. Umefungwa. Tena huyo aliyemsomi ndio amefungwa zaidi kuliko mtu hata ambaye hajasoma. Sawa. Ndio nataka ulielewe. Yaani kwa sababu elimu ambayo tuliletewa huku ni elimu ambayo ililetwa bila kujali mazingira, bila kujali Afrika iko namna gani, bila kujali utamaduni wetu, bila kujali desturi na mila za Kiafrika. Lakini kama uwezo kukuta elimu iliyoko China imewatenganisha wa China na utamaduni wao, ni kitu ambacho hakipo. Uwezo kukuta elimu ambayo iko India imewatenganisha Wahindi na utamaduni wao, ni kitu ambacho hakipo. Kwa hiyo ndio maana nakuambia kuwa bado mifumo ya kikoloni inaendelea kututawala. Umeona, kwa hata uhuru ambao tumepewa Afrika ni uhuru bandia, sio ule uhuru wa kweli. Hawajaturuhusu tuweze kupiga hatua sisi kama Afrika. Na ikionekana mnataka kupiga hatua, mtafanyiwa mizengwe. Ikionekana mnataka kwenda mbele zaidi, utaona tu wameanza kuleta mizengwe. Kwa sababu ni nini? Hawawezi kuishi bila Afrika. Sawa. Katika karne ya elimu na teknolojia ambapo vyuo vimejaa wanafunzi na vitabu vinauzwa kwa bei ya heshima kabisa, bado tunashuhudia jambo la kushangaza. Na jambo hili, wasomi wengi wako gerezani. Gereza hili halina milango ya chuma wala askari wa magereza, askari jela, bali limejengwa kwa fikra zilizopandikizwa mitazamo ya kigeni na hofu ya kuhoji. Umeelewa? Ile mitazamo ya kigeni. Kumbuka, tumepewa elimu ya kukariri na sio elimu ya kutoa sababu. Manake wewe elimu unatakiwa ukariri. Umeelewa? Na hawa si wafungwa wa kimwili bali wa kiakili. Kwa sababu wao wamefungwa katika dhana ya kwamba elimu ni cheti, si mwanga. Kwa kufikiri ni hatari na kubadilika ni uhaini. Sawa. Umeelewa? Kwa hiyo ni elimu ambayo inajulikana kama ni elimu ya cheti. Yani sio mwanga, kwa sababu napoongelea mwanga tutaenda kuona hapa ni nini hasa ninachomaanisha. Kwa sababu maana ya gereza la msomi, gereza la msomi ni mfumo wa elimu unaomnyima msomi uhuru wa fikra. Manake ni utaratibu unaomfanya mtu asipime thamani yake, yani ni utaratibu unaomfanya mtu apime thamani yake kwa alama, cheo au kazi, badala ya uwezo wa kubuni, kubadilisha na kujitegemea. Sawa. Yes, kwa sababu kumbuka, hebu tujiulize kitu kimoja. Aliyeleta shule alikuwa amesoma wapi? Jiulize tu. Maswali ya kujiuliza. Na ndio maana shule, ili ije shule, lazima iendane na utamaduni wenu mlionao. Lazima iendane na desturi zenu. Lazima iendane na mila mlizonazo. Na ndio maana sasa hii tunaposema sasa wasomi gerezani. Sasa mtu anapofundishwa kukariri kanuni bila kuelewa mizizi yake, anakuwa kama mashine yenye kumbukumbu. Yani yeye anini chochote. Tabao kuta elimu ya Afrika inazalisha madaktari ambao kazi yao ni kumwandikia mgonjwa anywe paracetamol mara ngapi kwa siku. Hivyo tu. Lakini huyu ambaye amesoma sasa, huyu ambaye yuko kwenye taaluma ya kitabibu, ameshindwa hata kuja na utaratibu kuweza kujua kuwa kwa nini malaria inaisumbua Afrika. Hawezi kaja nayo. Umeona? Kwa hiyo iko hivyo. Sasa kumbuka sasa, hii inakuwa ni mashine yenye kumbukumbu isiyo na roho ya ubunifu. Hivyo msomi anaweza kujua mambo mengi lakini akawa hajui kitu kwa sababu hajawahi kufikiri kwa niaba yake mwenyewe. Ndio maana pale tukasema akili kinyume cha elimu. Yani akili na elimu, bora kipi? Ni bora akili. Kuliko elimu. Kwa sababu akili ndio iliyotengeneza elimu. Na elimu haiwezi katengeneza akili. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Ukiona watu wanabuni vitu, ukiona tuko kwenye ulimwengu wa teknolojia, pale sio elimu inatumika. Ni akili ya mtu fulani amekaa amewaza. Hivi nikifanya hivi hakuna kweli namna ametumia akili yake. Yes. Mfanyeje? Ndio, ametumia akili yake ya kubuni. Sasa hili ndilo ambalo walitaka kuifanya Afrika
Afrika iendelee kuwa masikini kwa kuiletea mifumo ya elimu, ambayo mifumo hii ya elimu sasa ndio wasomi wengi wa Afrika wamejikuta wako kwenye hilo gereza, ambalo sio gereza, hawezi wakatoka tena. Na chanzo cha gereza hili la wasomi ni mfumo wa elimu ya kikoloni. Ndio chanzo cha gereza hili. Umeona, kwa sababu ulibuniwa si kwa ajili ya kumkomboa Mwafrika, bali kumtengeneza awe ni mtumishi wa mifumo ya watu wa magharibi. Na ndio maana mpaka leo hii kuna mtu mwingine atakwambia Afrika bila wazungu hatuwezi chochote, hatutoboi. Sio kosa lake, ila ni mfumo ambao umemlea. Ni mfumo ambao umemlea, kwa sababu mitaala yetu haikutungwa kama nilivyosema kwa misingi ya mila, ardhi au mazingira ya Mwafrika, bali ilitungwa kwa viwango vya kigeni visivyohusiana na maisha yetu ya kila siku. Ndio maana tunao wahandisi wengi wasioweza hata kutengeneza matrekta yanayoweza kutatua changamoto vijijini. Tunao madaktari wanaosahau tiba za asili, na wana uchumi wanaoshindwa kueleza kwa nini Afrika tajiri inaishi kama masikini wakati ina utajiri wa kutosha. Elimu hii inamfanya msomi kuwa kioo cha wengine na si chanzo cha nuru yake mwenyewe. Na ndio maana yani hapa tunataka sasa tuelewe, kwa sababu huku sisi tuliletewa kitu inaitwa miseducation. Lakini ile real education wamebaki nayo. Yes, kwa sababu elimu ipo kwa ajili ya kutatua changamoto. Na kama ukiona kuna elimu na bado changamoto ziko Afrika, tatizo lipo kwenye mitaala ya hiyo elimu. Maana yake haikutungiwa kwenye nini? Haikutungiwa kwenye misingi ya mila, misingi ya ardhi yetu au mazingira ya Kiafrika. Na ndio maana leo hii utaona mfano kuna Waafrika wengi wanajitahidi kutengeneza magari. Lakini magari yale wa Afrika ndio wa kwanza kuyakataa. Yeye mtu anataka gari imetoka Uingereza, gari imetoka Ujerumani, gari imetoka Japan, akisikia gari imetoka Marekani, hiyo ndo ataiamini. Lakini akiambiwa hapa kuna gari ya Kiafrika ambayo imetengenezwa kutokana na mazingira ya Afrika, bado atakataa. Kosa sio la kwake, ni kwa sababu ya mifumo ya elimu. Mfano kama Ghana pale wana magari na hiyo kampuni inaitwa Katanka. Ni magari ambayo yani yametengenezwa kwa mfumo wa yani unajua hii ardhi ya Afrika ilivyo kwa mazingira yetu ya Kiafrika imetengenezwa. Lakini kuna watu wakawa wanakataa kabisa, sema hapana, hiyo gari mimi siwezi kuendesha. Lakini hapa saizo ana gari ya Ufaransa, umeona, saizo ana gari ya Japan. Kwa hiyo ni kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya mifumo ya elimu. Sasa sura za gereza la wasomi nataka nielezea hapa kwanza, alafu ndio tuende sasa tuanze kuangalia huko sura za gereza la wasomi. Sawa, likoje? Gereza la wasomi namba 1 ni gereza la heshima. Kivipi mwalimu? Msomi ananyamazishwa kwa heshima. Anaogopa kupinga kwa sababu anaogopa kuonekana hana adabu. Msomi yani ambaye sasa ndio huyo naye anakuambia kuwa wasingekuwa ni wale tusingekuwa tuna elimu hii. Ndio maana nikakwambia kile kipindi kilichopita kuwa kwa miaka mingi na wasomi wengi wa magharibi pamoja na Waafrika waliosomea huko magharibi wanaichukulia Afrika kama ilikuwa ni ardhi yenye pori lenye wanyama wakali, lakini kamwe sio chanzo cha ustaarabu. Na tunaposema Afrika chanzo cha ustaarabu, ni Mwafrika huyo huyo atakupinga. Hakupingi sio kwa sababu ametaka tu kukupinga, ila ni kwa sababu mfumo umemtengeneza kuwa hivyo. Kwa hawezi akahoji. Na kutokuhoji ndio hivyo basi. Ndio maana unakuta sasa yuko hapo. Ndio ile sasa inaitwa gereza la heshima. Lakini namba 2 ni gereza la hofu. Umeona, yani mtu anaishi kwa hofu, kwa nafikiri unaelewa, yani kwamba atapoteza hadhi, anaweza hata akapoteza cheo katika jamii na vitu vya namna hiyo. Jambo la 3, gereza la tafsiri. Badala ya kuona ukweli anasoma tafsiri za ukweli. Umeona, na ndio maana ili Afrika tuweze kuikomboa lazima tuje na suluhisho kutokea Afrika. Inanishangaza sana bwana Deogratias Festo kuona kuwa migogoro inatokea Afrika inaenda kuamuliwa Marekani.
inaenda kuamuliwa Ulaya, inaenda kuamuliwa Doha, Qatar, na migogoro iko Afrika. Watu wanachapana risasi Afrika, lakini amani inaenda kutafutiwa Washington DC. Hilo ni jambo linanishangaza sana. Yani kwa sababu tunaamini yani changamoto za Kiafrika zinatakiwa zipate suluhu ya Kiafrika. Sasa kama sisi wa Afrika, mimi na wewe Deo, tunachapana risasi, tunagombana, alafu twende tukaamuliwe kesi Marekani, rais wa Marekani ndo atuamue kesi. Je, wale wa Marekani watatuheshimu sisi? Haiwezekani. Hamwezi mkaheshimika. Yani hata mfanye nini kuheshimika, hamwezi mkaheshimika. Kweli. Ndio mwisho wa siku unaonaga tena huyu rais wa sasa alikuwa anasema Waafrika akili hawana. Watu wakaanza kumaindi, kwa nini anatutukana na Waafrika hatuna akili? Sasa kama migogoro yenu wenyewe mmeshindwa kuitatua na mpaka hiyo mimi bwana sielewi kwa kweli. Kwa sababu ninachokiamini, mkipigana hapa mnatakiwa msuruhishe hapa. Na yani msipeleke kesi nje ya Miamalize. Kwa sababu Afrika wote ni ndugu mwalimu. Na tunaelewana. Kama tumekwazana, tumepishana hivi, lazima tukae tuzungumze. Tujenge Afrika yetu. Ndio mwalimu. Ndio. Na nafikiri nikiongea hivi unaelewa ninaposema kesi yani za Afrika ziende zikatatuliwa Washington DC. Nafikiri unaelewa vizuri sana. Na kuelewa mwalimu. Na huo mgogoro wa hizi pande mbili ambazo zimeenda kutatuliwa kesi kule na kusaini mikataba ya amani, ile tu wameanguka signature kwenye makaratasi, huku watu wanachapana bado risasi. Kwa hiyo unaweza kaona sasa namna ilivyo. Ni aibu. Mimi nasema ni aibu. Yani migogoro yetu hapa tuwapelekee watu nje. Na ukumbuke wengine hao ni baadhi ya baadhi ya hiyo migogoro. Nikupe mfano mdogo tu. Mgogoro unaoendelea Kongo na Rwanda, hapo Kongo Mashariki. Lakini ukijaribu kuangalia, rudi nyuma katika historia, utagundua ni ukoloni ndio umesababisha haya yote yaendelee kuwepo pale. Kinachoendelea leo Nigeria kaskazini mashariki na kaskazini magharibi, unaona upande huu kuna Wakristo, upande huu kuna Waislamu, na wanauana na kuchinjana. Ni wale wakoloni wameweka mipaka bila kujali jamii za watu. Hizi jamii zitaishije huku ndani? Kama vile dini imekuja kuwagawa. Ndio. Sasa hizo jamii zilikuwepo hivyo. Ndio hivyo. Yes, kabisa. Yes, jamii zilikuwepo. Hii inajulikana ni jamii ya Waislamu, hii huku inajulikana ni jamii ya Wakristo. Lakini unasema tutakata hapa wote huku changanyikeni. Kumbuka umewachanganya Wakristo na Waislamu mahali pamoja. Na wengine wanasema si hatuchangamani, wale wakae huku na sisi tukae huku. Lakini leo tunategemea hao ndio tuwapelekee tena kesi waje waziamue. Unadhani wakiamua kesi, swali mimi nalojiuliza, ni nchi gani ambazo zinapigana kule zimekuja kuamuliwa kesi Afrika? Haiwezekani. Hakuna kitu kama hicho. Na mambo yao kitu kingine huwezi kujua na wengine katika mambo yao. Ni ili tu kutoonyesha ule ubaya ambao unaonekana katika mataifa yao. Wanajaribu kuficha ili waonekane ni wema. Hata ikifikia kuwapelekea tuseme kama kesi fulani, wanaonekana ni yani wapo safi, yani hawana makando kando. Wakati mambo yao huwa hayaweki hadharani. Ndio mwalimu. Kwa hiyo sasa unaona mambo kama haya ndio yanayofanya sasa, narudi pale jamii ya watu isiyojiheshimu ni ngumu kuheshimiwa na jamii. Ni kweli. Hatujawahi kuletewa kesi. Vita vinaendelea pale vya Urusi na Ukraine. Tunakumbuka viongozi wetu wa Afrika walienda pale Ukraine, lakini waliishia kuambiwa kuwa nyinyi hamhusiki. Wameenda waangalie, watathimini vita pale Ukraine, wakaambiwa nyinyi hamhusiki, mmekuja kufanya nini huko? Kabidi wajibebe waende Urusi. Bana Urusi kama ndugu wa Afrika vile. Walipofika kule wakakaribishwa vizuri na nini, ndivyo hivyo. Sasa kama wao kesi zao wanazitatua wenyewe na wanaamini kuwa matatizo yaliyotokea kwao wanaweza wakayatatua. Kumbuka Berlin Conference ya 1884. Ukumbuke wazungu walikuwa wanapigana
wakipigania makoloni ya Afrika. Lakini baadaye wakasema hapana, sisi ni ndugu, njooni tukae hapa. Kwa maana unaona katika historia uwezo kumsahau Edward Otto von Bismarck, kansela wa Ujerumani, ambaye ndo aliitisha ule mkutano kwa sababu alisema sisi ni wazungu, tupigane. Tunapigania nini? Kwa nini tupigane? Njooni tukae mezani tuyazungumze. Wewe Ufaransa chukua hiyo Afrika Magharibi, wewe fulani chukua hiki, wewe Mreno chukua upande huu, wewe Mjerumani chukua huko. Imeisha hiyo. Si umeona wanatatua changamoto zao wenyewe. Kwa hiyo ndio maana nasema hivi. Umeona? Kwa hiyo sasa hii yote inakuja. Ukumbuke tuna wasomi. Kumbuka hilo jambo. Leo ni mambo ya aibu na mambo ya ajabu. Watu ndani ya taifa moja, general aliyekuwa rais na makamu wake wanapigana. Ndani ya taifa hili. Hii tunaongelea Sudani. Sudani. Wanapigana, yani na hiyo kupigana, mmoja ameshika upande wa Urusi, mwingine ameshika upande wa Marekani. Alafu wanapigana na kuleta athari pale. Nafikiri unaelewa hasa nachoki. Kwa hiyo sasa ndio maana tunasema sasa kama elimu hii imeshindwa mpaka kutatua changamoto hizi tulizonazo, maana yake kuna kitu kinatakiwa kifanyike. Umeona? Haya. Lakini gereza lingine, gereza la umaarufu. Mtu anatafuta kutajwa kwenye midahalo ya vyombo vya habari kuliko kufanya utafiti wa kina. Yani msomi huyo badala ya kufanya utafiti wa kina yeye anatafuta umaarufu. Na kitu kingine ni gereza la vyeti. Anaamini cheti ndicho kipimo cha akili, si matokeo ya mawazo huru. Yaani kwa hiyo mpaka sasa ndio elimu sio kusema kwamba unakuwa ni mtu mwenye akili sana. Elimu tabaki kama elimu. Elimu ni kuangazia. Safi. Yani nakupa mwanga, lakini wewe ndo una akili. Sawa. Na ndio maana wengi wakiwa watoto wadogo unaona kabisa huyu mtoto mahali anakuelekea. Unaona anabuni vitu na nini na hivi na hivi. The moment akiingia kwenye elimu imepotea. Si unaelewa? Kwa elimu pia ulikuwa ni mfumo ambao mfumo huu ulikuwa ni kwa ajili ya kufanya, yani kuwafanya Waafrika bado waendelee. Kwa sababu wazo la elimu aliyelitoa ni nani kama hakuwa ni King Leopold wa pili? Ndio. Ndio alitoa wazo la elimu, Afrika ipelekwe elimu. Walimu waliwaza nini? Waliwaza ukoloni. Bado kuendelea kuwa koloni wa Afrika. Ndio, tutawakoloni kwa namna gani sasa wa Afrika? Kama ndio hivyo. Yani utafanyaje? Umeelewa? Kwa hiyo maana yake ni kwamba ndio mambo haya sasa nataka tuyaendelee kuyaangalia hapa. Sijui labda nirudi kwako kidogo na wewe. Safi. Haya, msikilizaji, ni mwalimu hapo anafafanua, bado na tafakari jambo ambalo mwalimu amelielezea hapa kuhusiana na elimu hii ambayo tunapewa. Safi. Anasema shalom mwalimu Isaya baada ya mama. Sawa. Asante. Huyu ni Ernest kutokea Mirirani. Asante sana bwana kutokea huko. Lakini shalom ndugu mtangazaji pamoja na mwalimu wetu anaitwa Chazi Rafael wa Sokoniwani. Anasema nilichokiona alivyotoka mkoloni mzungu tukaachiwa mkoloni mweusi, sisi kwa sisi wa Afrika. Ndio maana maisha tunaoishi. Sawa. Ni nani bwana wewe? Nambaki na 633. Asante, nasema tuko pamoja. Asante sana wewe ambaye tuko pamoja 654. Nambaki naishia hivyo. Lakini asante sana Matias Lazaro, lakini Jean Marie Nionkuru, Josephati Msukuma, Charles Nyegesti. Mwalimu nirejee kwako sasa moja kwa moja. Tuko tunatazama bado kwenye nani, kwenye gereza. Gereza, yes. Gereza la wasomi. Bwana au wasomi gerezani. Wasomi huru gerezani. Safi. Umeona, kwa sababu sasa ukijaribu kuangalia na nasema bado ile mifumo ya elimu ambayo tumeletewa sisi kama Afrika. Na wa Afrika hatuwezi kubuni chochote. Na sio kwa wa Afrika hatuna akili. No. Waafrika wana akili sana. Na ndio baada tunasema siku zote kuwa hawa wali
hiyo, yani hawakuja kuchukua watumwa Afrika, no. Walikuja kuchukua watu skilled ambao walienda kuwafanya kuwa watumwa kule kwao. Kwa maana kwamba walichukua watu wenye akili. Ndio, watu wenye akili. Watu wenye akili. Ndio, ili wafanye watumwa katika kuendeleza miji yao. Ndio. Na ndio maana ukiangalia hata vitu vingi sana wagunduzi wa hivi vitu ni wa Afrika. Ila kasoro tu ni kwa nini? Ni kwa sababu hawa walikuwa ni watumwa. Kwa sababu kipindi kile cha kabla ya miaka 1900 tunakumbuka na tunaelewa vizuri sana kuhusiana na kabla ya mapinduzi ya viwanda, unakumbuka kulikuwa na biashara ya utumwa. Kwa mimi naweza nikanunua watumwa alafu nikawaweka nyumbani kwangu kwa ajili ya kazi zangu. Lakini huyo mtu, yani kununua watumwa unasema safi. Sija kuelewa. Na furahia kile ambacho unakielezea. Umenichanganya ujue. Kwa hiyo sasa yule mzungu yule kinunua wale watumwa, kama mle ndani ya wale watumwa kuna mtu atagundua kitu au atabuni kitu, kile kitu hakitakuwa cha kwake, kitakuwa ni cha master wake. Kwa ndio maana vitu vingi sasa vimegunduliwa na watu weusi. Lakini vilikuwa vile vitu vinachukuliwa na wale master wao. Ndio kwa mfano, nikupa mifano midogo kama gari ya Ford. Ford aliyetengeneza, anajulikana kama Henry Ford, alikuwa ni Marekani huyu mzungu, lakini sio Henry Ford ndo alianza kufanya utafiti wa hiyo gari. No, alikuwa ni mtu mweusi anaitwa Patterson, ambaye yeye alikuwa ni mtumwa, unaona. Kwa hiyo ndio maana hivyo. Kwa hiyo chochote kinachohusiana na Mwafrika huwa wanakiondoa. Ndio maana ikabidi wawai sasa na mifumo ya elimu. Na hii mifumo wakaitengeneza kwa maana kuwa imetengenezwa mifumo watu wawe na elimu kwa ajili ya kupata kazi, na sio elimu iwasaidie kuweza kufanya nini, kuweza kujifungua. Umewahi kuona mtu amemaliza chuo alafu anazunguka na bahasha kwenda kutafuta kazi, si ndio? Umewahi kuona? Na anazunguka ofisi na ofisi kwenda kuomba kazi. Nikuulize swali, umewahi kuona Mhindi akizunguka na bahasha? Haipo. Kwa nini? Ni kwa sababu wametengeneza mifumo, wao wameifanya elimu ya kuwasaidia wao ili waweze kupiga hatua. Lakini sisi tulitengenezewa mifumo wa Afrika kuwa elimu soma, alafu yani kabisa na wale wakoloni wakwambia soma, au wanakuja kumwambia mzazi wa Kiafrika, wamwambia mtoto wako mwambie asome ili nimpe kazi. Si umeelewa? Sio asome ili ajiendeleze. Ndio hiyo ambayo tulitengenezewa. Ndio hiyo ambayo tulitengenezewa. Kwa kila mtu sasa hivi unaona na kwa mpaka tunaambiana kuwa urithi wa sisi wa Afrika ni elimu. Sawa, mimi sikatai, lakini ni elimu ipi? Umeona? Elimu hiyo je, inatutoa au ndio inaendelea kutuweka tuwe ile sasa wasomi huru gerezani? Umeona? Kwa hiyo maana elimu ndio inayofanya mataifa mengine yapige hatua. Sawa. Kama yamepiga hatua, manake elimu kumbe sisi tuliopewa sio. Kama tungepewa elimu yenyewe tungekuwa tumeshapiga hatua kama wao walivyopiga hatua. Ndio elimu ya ujuzi. Sio elimu ya ujuzi. Ndio maana yake. Elimu ya ujuzi, teknolojia, elimu ya science ndio tungekuwa tumepewa hiyo. Yani kwa maana kuwa wakati wenzetu sisi huku tunawaza kuchoreana mapanzi ubaoni, watoto kuwachorea mapanzi ubaoni huku Afrika, wenzetu kule wao wanachora circuit za kompyuta, wanachora injini za magari. Kwa hiyo unaona hapo kuna tatizo. Sasa matokeo au niseme kwa ujumla, wasomi wengi wamejenga ukuta wa gereza lao kwa mikono yao wenyewe kupitia hofu na tamaa ya heshima ya uongo. Ndio maana yake. Sasa matokeo ya gereza hili, gereza la wasomi limezaa jamii ya wataalamu bila hekima. Wasomi wamegeuka kuwa watetezi wa mifumo ya kikoloni nayo wanyonya. Na ndio maana si ajabu kumkuta Mwafrika akikwambia, yani wewe usiongee kitu chochote bwana, sisi bila wazungu sisi tusingekuwa hapa tulipo. Na ni wengi sana wanaongea hivi. Unaona? Ambia bila wazungu tungekuwa tunakufa tu. Wametuletea dawa, wameleta hiki, unagundua huyu sio kosa lake, isipokuwa ni mfumo, yani ni elimu ile ambayo sasa imeletwa na wakoloni kamtengeneza huyu kuwa ni mtetezi wa mfumo wa kikoloni, ule mfumo wa kinyonyaji.
Umeona? Na badala ya kuwa mabingwa wa mabadiliko, hawazalishi suluhisho bali wanauza lugha za kigeni na dhana zisizotumika katika uhalisia wa bara lao. Hivyo Afrika ina wasomi wengi lakini haina wanafalsafa wa kweli, wale wanaothubutu kuuliza maswali ambayo wengine wanaogopa kuuliza. Umeona? Yani hii Afrika haina wanafalsafa wa kweli. Umeona? Yani tuna wasomi ndio, lakini ni vieti. Nilishangaa kitu kimoja Afrika Kusini kilitokea. Bwana mmoja amekuwa rubani wa ndege miaka 20. Alafu baada ya miaka 20 wakaja kugundua hana cheti, wakamfukuza kazi. Kumbuka amerusha ndege miaka 20 na kwa ustadi mkubwa. Na mpaka wakawa wanamsifia huyu ni rubani bora sana, yani katika kurusha ndege kwake. Lakini baada ya miaka 20 wakaja wakagundua huyu rubani hana cheti, wakamtimua kazi. So, nafikiri unanielewa sasa ninavyokuambia. Cheti ama ujuzi ama mtu anao mwalimu. Ndio maana sasa swali ni cheti ndio kitaenda kurusha ndege? Ni ujuzi mwalimu. Ni ujuzi alionao. Na ni bingwa, maana miaka 20 huyu sasa amebobea. Yani huyu anaweza kwenda kufundisha nani shuleni, chuoni kabisa, chuo cha ndege mwalimu. Ni mbobevu huyu. Kabisa, miaka 20 bingwa. Lakini sasa ni kwa sababu gani? Cheti hana. Ndivyo mifumo tuliojengewa. Lazima tupate cheti kwanza. Hiyo. Sasa njia ya kutoroka ili gereza. Kuna movie moja, si series inaitwa Prison Break. Sasa njia ya kutoroka ili gereza. Kutoka huko. Kwanza, ukombozi wa msomi hautatokana na mageuzi ya mitaala pekee. Bali mageuzi ya ndani ya nafsi. Yani hata leo ukigeuza, yani hiyo mitaala ikageuzwa. Lakini kama huyu mtu hajakombolewa kutokea ndani ya nafsi yake. Kwa ina maana kwamba mpaka akubali kutoka ndani. Kutokea ndani. Sawa. Yani tuache kuona jamii za watu wengine ni bora kuliko sisi. Umeona? Yani kitu kinachoweza kukusaidia wewe upige hatua kutoka hapo ulipo, jione wewe ni bora kuliko mtu yeyote duniani. Hiyo ndio itakusaidia wewe kutoka. Yani kwanza ujione wewe mwenyewe unaweza kufanya jambo fulani. Umeona? Lakini sisi kazi yetu tunasifu jamii zingine. Wazungu wana akili nyingi. Mchina huyu balaa. Wahindi Wahindi kiboko. Haya, ukimuuliza wewe mtu wa Afrika ambia Waafrika bana laana tupu hizi. Na niliwahi kumsikia mtu mmoja asema Mwafrika akifa ndio maana unaona yani ndani ya siku moja tu ashaanza kunuka. Roho mbaya, lakini huyo ni Mwafrika anayejikataa. Kwani mzungu anakuaje mwalimu? Wazungu. Kuna mtu mmoja aliwahi kusema, Mwafrika alisema wa kwanza Mungu, wa pili mzungu. Yani ndivyo hivyo. Sasa hiyo ndio maana nikasema ukombozi wa msomi hautatokana na mageuzi ya mitaala pekee, bali mageuzi ya ndani ya nafsi. Yani lazima yenzie ndani kwanza, mtu binafsi. Yani sio mpaka mtu akuforce ubadilike. Lazima uanze kubadilika wewe mwenyewe kwanza ndani. Ujikubali wewe. Kwamba mimi ni Mwafrika naweza kufanya jambo fulani. Ndio. Mimi ni Mwafrika na Mungu ameniumba, mimi niko bora kuliko mtu mwingine, kuliko jamii nyingine, kuliko jamii zingine. Safi. Umeelewa? Hiyo ndo sasa utaanza nini? Yani ndo tunasema yale ndo mageuzi ya ndani yanayotakiwa. Hapo sasa unaweza kujikomboa kifikra sasa. Sasa ikija mitaala na yenyewe imebadilika, ndio tutajikuta tumepiga hatua. Lakini kabisa mtu akiwa anajidharau hakuna namna. Sasa msomi anapaswa kwanza kurudi katika mizizi ya utamaduni wake kama chanzo cha hekima. Hilo ni jambo la kwanza. Kurudi katika mizizi ya utamaduni wako. Na ndo hapo sasa ndio tunarudi kwenye historia. Ujue historia yako, wewe ni nani. Lakini ukishindwa kujua mimi ni nani, hautaelewa unakokwenda. Utabaki hapo hapo. Utabaki huko hapo hapo. Utabaki kutafuta na kugugo historia za watu wengine. Ndio maana unaona mitaala ya elimu yenyewe hata walipotuletea masomo ya historia kamwe hayamtukuzi mtu mweusi. Yanatukuza watu wa jamii zingine. Yanataja majina ya watu wengine. Ndivyo ilivyo. Sijawahi kuona shujaa wa Kiafrika ndio ambaye ametukuzwa tuseme na katika historia. Yani sasa wataweza
kuwatafsiri kwa aina tofauti kabisa ambao si ya kishujaa. Yani unakuja kugundua kwamba kwa tulipokuwa shuleni unajua unakuja kugundua kwamba Afrika tulikuwa kama vile magaidi fulani hivi. Yani hatuna thamani yani. Yes. Lakini hatuna ustaarabu. Ni watu wa hovyo kabisa tu kama polidi huko. Lakini mwalimu baada kuja kusoma historia sasa ya kwa mfano kama kina Mkwawa na wengine wengi nikaja kugundua kwamba hawa walikuwa ni mashujaa kweli katika ardhi ya Afrika. Ndio. Hiyo ni ukweli kabisa. Kwa hiyo ndio maana nimekuambia hata mitaala hii elimu somo la historia linatukuza mzungu kabisa. Na hakuna ukuu wa Mwafrika. Umeelewa? Haya, historia ya Mwafrika inaanzia karne ya 15. Mwafrika anakuja kuchukuliwa apelekwe huko utumwani. Yani hivyo. Kwa hiyo nataka niendelee hapa. Kwa jambo la kwanza kwa msomi anapaswa kufanya nini? Tumesema ni kurudi katika mizizi ya utamaduni wake kama chanzo cha hekima. Lakini jambo la pili ni kujifunza kufikiri kwa uhuru, si kwa kuiga. Mfano mwalimu, mfano wa kuiga ndio kama hivi, yani ile kukariri. Unaona, yani mtu unakariri, yani kila kitu wewe ni kuiga. Yani wewe hauna cha kwako ambacho umeamua kuwa sasa hiki mimi ni cha kwangu, sasa nimekibuni mimi mwenyewe. Hauna hiyo. Na mtu wa kwanza kukukatisha tamaa atakuwa ni Mwafrika mwenzako kabisa. Umeona, sio mtu mwingine. Hapo utoboi. Lakini kitu kingine, kuweka ubinadamu mbele ya taaluma. Maana sisi kinachotutesa wa Afrika ni ubinadamu. Ndio maana tunanunua bunduki kutokea huko, wananufaika na manunuzi yetu ya bunduki, alafu zikija huko tunakuja kuchapana risasi. Huyu kamvamia yule, na huyu anataka ardhi ya yule, na yule huko afanye. Ndio ile Putin aliyosema kuwa Waafrika hawatakaa wawe huru. Kwa sababu Mwafrika yani ni rahisi kwenda kuvamia Mwafrika mwenzake. Tukumbuke sisi ni jamii ya pamoja, na kama ni jamii ya pamoja, kwa nini tusije pamoja alafu tushike hizo bunduki tugeuzie kwa mtu ambaye anataka kuja kupora rasilimali za Afrika? Lakini mwisho wa siku tunakuta migogoro iko maeneo mbalimbali. Sudani kuna migogoro, Kongo huko kuna migogoro, ukienda hiyo Afrika Magharibi huko kuna migogoro, ukija sijui wapi, na ukiangalia wanaopigana na kupigana risasi ni ngozi hiyo moja. Kasoro tu hawa ni wa jamii, yani ni wa utamaduni huu, si kabila hili. Maana sisi wote ni jamii moja. Hawa ni na kitu kimoja, hata hizi varieties za makabila ndio kitu ambacho tungefaa kumshukuru Mungu sana. Kwa sababu wenzetu kule hawana. Marekani pale ni muunganiko wa nchi 50 ambazo sasa hivi ni majimbo yale. Majimbo 50, lakini lugha ni moja tu. Hawaongei lugha nyingine. Lakini angalia hapa kwetu, unakuta nchi moja ina makabila 100. Huo ndio utajiri ambao tungefaa kumtukuza Mungu nao sana. Umeona? Na kwa mfano ukiangalia, nichukulie mfano kama taifa letu la Tanzania. Tuna makabila zaidi ya 125, lakini wote tumekuja pamoja. Kiswahili kimetuunganisha. Tunaelewana, alafu ni watani. Lakini kuna vinchi unakuta kuna makabila mawili tu ndio wananyukana kupigana risasi balaa. Kwa hiyo unaweza kaona sasa hiyo. Sasa ni mpaka wa Afrika tufanye nini? Tuweze kujithamini wenyewe. Yani tujue, unajua nirudi pale kuwa tukishajua Afrika ndio nyumbani kwetu, hatutaanza kutukuza watu wengine. Kweli. Lakini bila kujua hilo, bado tutaendelea tu kuwa watumwa. Lakini kitu kingine, njia ya kutoka gerezani kwa hawa wasomi ni kutambua kuwa elimu ya kweli ni inayomkomboa, sio inayomfunga. Yani wewe ukombozi unapata ukombozi inayokukomboa, sio inayokufunga. Na ndio maana unaambiwaga siku zote hakunaga msomi ambaye ni tajiri. Umewahi kulijua hilo? Hilo siku zote nishe kulijua mwalimu. Unaambiwa hakuna msomi ambaye ni tajiri. Ni kwa nini hakuna msomi tajiri?
yani mtu ambaye ni useme eti ni tajiri alafu ni msomi. Ni kwa nini hakuna hivyo? Ni kwa sababu ya kadiri mtu anavyoendelea kukaa darasani ndivyo anavyoendelea kujijengea au kujenga hofu, yani ya kutokuthubutu kufanya vitu. Tofauti na mtu ambaye hajasoma anatumia akili, yeye huwa haoni shida kuweza yani kuweza kujitoa muhanga kwa kitu, aseme ngoja nijaribu kitu fulani, ngoja niende hivi. Na ndio maana uwezi ukakuta yani yule mtu ambaye ni amesoma hasa yani ni yule profesa yule ambaye amekaa darasani amesoma sio na degree ngapi, ukakuta ni tajiri. Hiyo mambo amnaga. Wengi huwa wanakujaga kujiendeleza baada ya wamepata mali, kwa sababu wasomi kuna kitu gereza la hofu linawafungia, yani ni muoga kujaribu, tofauti na mtu ambaye ana elimu ya kawaida. Yeye kujaribu ashindwi, yani okay ngoja nijaribu hiki, ngoja, yani haoni shida, yani anagusa tu. Yes, anagusa hiki, yani tuseme yuko tayari hata kijaribu ashindwe, ndio, lakini amejaribu, amethubutu kufanya jambo, ndio kabisa. Sawa. Kwa hiyo sasa elimu lazima iwe chombo cha ukombozi, si silaha ya utumwa wa fikra. Lakini wao wakoloni walipotuletea elimu walileta kama silaha ya utumwa ya fikra. Umeona, yani silaha ya utumwa wa fikra. Na ndio maana fikra za Waafrika zimefanya nini? Zimefungwa. Hawawezi kuelewa chochote. Hata leo hii wakiambiwa kuwa hivi mna habari Afrika ni tajiri, hawaelewi. Yani hawaelewi kabisa. Na ndio maana ni msomi huyo atakayekupinga kuwa hapana, hiki unachokiongea sio ukweli, lakini ndio ukweli wenyewe. Sasa wasomi gerezani si kauli ya kejeli, bali ni wito wa tafakari au kutafakari. Ni mwito kwa kila msomi wa Afrika kujiuliza, elimu yangu inanitumikia mimi na watu wangu au inanitumikisha? Yani hilo ndio swala la kujiuliza. Je, inanitumikia? Maana elimu inafai kutumikia. Ndio maana nikasema elimu ipo kutatua changamoto, na elimu lazima iwe chombo cha ukombozi, wala sio silaha ya utumwa wa fikra. Lakini kwa wengi wetu elimu ni utumwa wa fikra, imefanyika kuwa silaha ya utumwa wa fikra. Na ndio maana unaona mtu haoni shida yani kukubishia na kukupinga kuwa hapana bwana, hii sisi. Ndio maana unaona bwana Deogratias Festo, ukimwambia mtu kuhusiana na kuwa ni ulimwengu ndio unahitaji Afrika na sio Afrika inauhitaji ulimwengu, mtu atakukatalia. Lakini sasa tuangalie teknolojia iliyoko huko kwenye nchi za magharibi. Watu wanatengeneza simu, wanatengeneza smartphone, wanatengeneza kompyuta, wanatengeneza batteries, wanatengeneza injini za jeti, wanatengeneza mabomu makubwa yale ya kutishia ulimwengu hayo ya atomiki, wanatengeneza. Madini yanatoka wapi? Afrika. Ni Afrika. Sasa kama hilo linaweza kuwa hivyo, inakuwaje? Kwa ndio maana nasema sasa hii wasomi gerezani sio kuwa tu ni kejeli, hapana, bali ni wito wa kujitafakari. Tuanze kujitafakari. Hata wewe msomi, jitafakari. Je, elimu yako imesaidia vipi kutatua changamoto zinazoikabili jamii? Kweli. Au elimu yako umebaki nayo tuna ile heshima tu kwa jamani msomi ndio imesaidiaje kutatua jamii? Matatizo ya kijamii, matatizo tulionayo kwenye jamii, imetatuaje hayo matatizo? Umeona? Ndio maana nikasema lazima ujiulize, elimu hii yangu inanitumikia mimi na watu wangu au inanitumikisha? Kwa sababu mwisho wa yote elimu isiyo na uhuru ni kifungo. Elimu ambayo haina uhuru ni kifungo, na msomi asiye huru ni mfungwa mwenye cheti cha heshima. Msomi kwa sababu narudi pale elimu imekusudiwa kufanya nini? Kututoa. Elimu imekusudiwa kutatua changamoto, kuwa ni suluhu kwa watu ambao wana changamoto. Ndio tafsiri ya elimu sasa. Ndio tafsiri ya elimu, education. Sio kwa ajili yako tu pekee. Ndio maana unaona wanasema elimu ni ufunguo wa maisha. Lakini sasa je, ni ufunguo wa maisha, imefungua maisha au imekufunga na ndio uwezi kutoka hapo? Ndio maana nikakwambia wasomi wengi wanakuaga na hofu ya kutokuthubutu kufanya kitu. Yani mtu ni msomi ana ile heshima tu kwa yule jamaa unamuona pale ana degree 7 hapo alipo, au huyu unamuona ana degree 5 hapo alipo, lakini nenda kaangalie maisha yake uone. Kwa nini? Kwa sababu imekutengenezea hofu. Ndio maana hatusemi elimu ni mbaya, lakini elimu iliyoletwa Afrika hii ilikuwa ina kasoro.
ilikuwa ina matatizo. Kwa ni wakati wetu sisi wa Afrika tuanze kuona, je, elimu hii ya Afrika inaisaidia vipi Afrika? Inatatua vipi changamoto za Afrika? Ndio tuna maprofesa Afrika. Je, hawa maprofesa wamekujaje sasa na kutatua sasa changamoto za umasikini unaoikabili Afrika? Tuwaulize maprofesa, mnajua tuna rasilimali, ndio. Kwa nini sasa Afrika ni masikini? Watakwambia hata sisi hatujui. Sasa elimu imesaidiaje mwalimu? Imetusaidiaje sisi sasa bana, kama unaelewa hicho kitu. Kwa hiyo ndio maana ya hii wasomi gerezani. Na wasomi gerezani kwa sababu hiyo ndio maana unaona Afrika haiwezi kupiga hatua. Na tunawezaje kupiga hatua kama endapo hatutaanza sasa kufikiria kwa namna hiyo. Kwa mimi niseme hivyo bana, hapa bado tunaendelea kuitafuta historia ya Afrika. Yaani haya yote nimeyaongea, alafu tutakuja tulikuwa na elimu ya namna gani Afrika kabla ya kuletewa hii elimu ya magharibi. Ni nini ambacho kilitokea mpaka tukajikuta sasa tumeingia kwenye elimu ambayo haina msaada. Tukajikuta tumeingia kwenye elimu ambayo iliwakuwa inawatengeneza watu kuwa ni watumishi wa kutumikia wakoloni. Yaani imeingiaje? Na kwa kumalizia, bwana Deogratias Festo, unakuta mzee anafanya kazi kwa zamani hizo, anafanya kazi kwa wale wakoloni. Alafu yule mkoloni anamwambia, somesha watoto wako nitawapa kazi. Yaani na wao waje kwenye ile kazi ambayo baba yako anaifanya. Yaani ni kama hivyo, ni kama kurithishana. Wakati huyu mzee huyu wa Kiafrika pale kwenye ile nyumba kuna katoto kana miaka 5 ka kizungu. Huyu mzee anakaita kale master. Nataka uelewe hiyo. Anakaita kale katoto pale master. Kwa kale katoto tangu kakiwa kadogo kameanza kameanza kutengenezewa mindset kuwa we ni mtawala. Si umeelewa? Huyu mzee wa Kiafrika naye na watoto. Alafu watoto wanamsikia baba yao akakaita kale katoto master. Kwa hiyo na hao watoto wanakuwa na ile dhana kwa kumbe sisi ni watumwa. Lakini wale wa rangi ile wale ni mamaster. Vipi kama huyu mzee angekuwa anaanza kumuita mtoto wake aliyemzaa master, anamuita bosi? Ingekuwaje? Manake yule mtoto angeanza kumtengeneza tangu akiwa mdogo. Lakini huyu ataitwa master, lakini huyu wa kwake huku sasa matusi atakayokuja huku, jambazi wewe, mbwa kabisa wewe, sijui nini na nini. Huyo mtoto anakuwa katika mazingira hayo. Kwa ndio maana tunajiuliza tumeileaje jamii? Leo hii ukiona mpaka vijana wanafika mahali kufanya mambo ambayo hayatakikani katika jamii, swali tujiulize, hii jamii tumeilea namna gani? Yaani kuanzia kwenye ngazi ya familia, ukienda shuleni watoto wetu wanafundishwa nini? Kuanzia kwenye familia mpaka shuleni. Ukienda makanisani na misikitini watoto wetu wanafundishwa kitu gani? Je, nafikiri unaelewa nakuelewa mwalimu. Sasa tunapopata watu vijana ambao sasa hawasikii lolote. Yaani hata wakiambiwa msifanye hivi, hiki ni haramu, hawasikii. Yaani hata wakiambiwa kuna mamlaka iko hapa, mkifanya hivi mtachukuliwa tu, hawakusikii. Lazima turudi. Tumeileaje jamii? Ndio elimu sasa ambayo tuliipata bila kujali misingi na utamaduni wa Kiafrika. So unaelewa hicho kitu? Kwa wale sasa wamejiona wao ni wasomi. Kwa sababu sisi ni wasomi, hebu ngoja tuje tuwafundishe nyinyi wajinga. Kwa sababu elimu imewaambia bwana wewe, yani elimu yetu mitaala hili tungwa bila kujali utamaduni wetu na mila zetu na desturi za Kiafrika kuwa ni kwa namna gani. Ina maana mwalimu, elimu hiyo ambayo tuliletewa ilikuwa ni kwa ajili ya wao kama wao, kwa faida yao wenyewe, na sio kwa faida yetu sisi wa Afrika. Ndio. Na lakini pia ilikuwa na dhana ya kwamba sisi tuendelee kuwa chini yao, watumwa ama watumishi wao. Ndio maana yake. Na ndio maana nakwambia mtoto wako akisoma nitampa kazi. Kwa wewe inabidi umsisitize mwanao, mwambie soma mwanangu ili upate kazi. Na mzazi unamwambia hivyo mtoto, yaani mzazi unamwambia mtoto hivyo. Ndio. Soma upate kazi. Ikisha kwa mingi kwa mtoto anajua tangu mwanzo. Hawezi hata nicho kusikia hata kwa upande wetu, nizungumzie kwa nchi yetu ya Tanzania.
imekuwa ikifanya kila juhudi, kila jitihada kuhakikisha inafungua vyuo vya ufundi. Nilimsikia wakati fulani alikuwa waziri mkuu Kassim Majaliwa akiwasisitiza watu vijana, hata kitokeo unaweza chuo kikuu, hebu jaribu kujifunza ufundi. Yes. Lakini sasa ile kauli ilikuja kutafsiriwa tofauti na kwa ubaya, wakati serikali ilikuwa na lengo zuri tu, ili sasa usimalize chuo ama tusimalize vyuo tukiwa na ile akili kwamba ambao umesema wewe hapo kwamba tutaajiriwa na serikali. Na ndio mwisho wa siku sasa ndio hapo ndio matokeo yake tunakuwa sasa na wasomi wale nilikuwa nawaongea. Yani kuna mtu anaamini yeye kulala kwake njaa ni kwa sababu ya mtu fulani amemsababishia. Haipo. Simuelewa hicho kitu. Yani kama vile mfumo duniani hamna. Na haipo. Na huko hata huko mnakopendaga kuchukulia mifano, si Marekani, naenda kafuatilie na kwenye. Kule ndo kugumu zaidi. Kule ndo kugumu zaidi. Mwalimu, mimi nikushukuru sana katika ungwe hii ya kwanza na nitarejea. Lakini mwalimu, kwani mtu anaweza kasoma lakini pia asiache akili ambayo anayo, akawa na elimu kabisa, akawa na vyote viwili. Sinawezekana kabisa. Na huyo mtu ndo atatatua sasa changamoto sana katika jamii. Ana elimu na akili. Na vikienda hivi, yes, vinaenda pamoja. Kwa sababu kila mtu Mungu amemuumba ana akili. Iko yani tuseme iko automatic. Kwamba wewe yani kwa sababu ushe kusema siku moja, yani mpaka wewe umezaliwa katika ardhi hii, maana una kusudi na Mungu ashakupa akili. Ndio. Ndio. Mwalimu, mimi nikushukuru sana katika ungo hii, na tutarejea punde tu katika kutazama message ambazo wasikilizaji sasa watakuwa wamezituma kwa wakati huo. Asante.